Mwenyekiti, sasa na mimi nijielekeze katika kuchangia hotuba ya Waziri Mkuu ya bajeti, na kama muda katika matatu. Eneo la kwanza nitazungumza kuhusu barabara, eneo la pili nitazungumza kuhusu afya, na eneo la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitazungumza kuhusu elimu. Na nianze hili la barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wananchi wa jimbo la Peramiho, sehemu kubwa ya maisha yetu yanategemea kilimo. Na niseme tu, ili iweze kuimarika, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni lazima tuwe na barabara ambazo zinapitika wakati wote wa mwaka. Ikifika nyakati za Novemba, Disemba na Januari, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi tunatumia barabara kwa ajili ya kupeleka pembejeo zikiwemo mbolea katika mashamba yetu. Lakini ikifika wakati wa mavuno pia tunatumia barabara kwa ajili ya kurudisha mazao kutoka mashambani kupeleka sokoni na baadaye kupeleka kuhifadhia. Mheshimiwa Mwenyekiti, hali ya barabara katika jimbo la Peramiho kwa hakika si njema sana. Ubovu wa barabara umezungumzwa na wabunge takribani zaidi ya 90%. Karibu kila mbunge aliyesimama amezungumza. Na jambo hili pia liko katika jimbo letu la Peramiho. Mheshimiwa Mwenyekiti, iko barabara ya kutoka njia panda Kuyufusi kupita Mpitimbi kwenda Mkenda, ambako ni mpaka kati ya taifa letu hili la Tanzania na majirani zetu wale wa Msumbiji. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii ni kilomita 120. Lakini barabara hii imezungumzwa kujengwa kwa kiwango cha lami kwa miaka mingi. Mheshimiwa, barabara hii pamoja na kuzungumzwa kwa miaka mingi, lakini utekelezaji wake kwa hakika umekuwa wa kusuasua kwa muda mrefu. Barabara hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, ina mchango mkubwa katika kuleta maendeleo ya taifa hili, lakini pia maendeleo ya wananchi wa mkoa wa Ruvuma na maendeleo ya wananchi wa jimbo la Peramiho. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara hii kwa sasa ina mchango wa kusafirisha bidhaa zinazoshuka katika bandari ya Mtwara na kuelekea kaskazini ya Msumbiji, zinapita katika barabara hii ya Kuyufusi, Mpitimbi, Mkenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe sana, barabara hii mwaka jana tarehe 10 ya mwezi wa 6 2025, mkandarasi alipata nafasi ya kusaini mkataba ili kuweza kuanza ujenzi wa barabara hii. Lakini hivi ninavyozungumza ni takribani mwaka mmoja mkandarasi hayuko site kwa sababu hajapata. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niombe sana serikali itusaidie sisi wananchi wa jimbo la Peramiho, barabara ile iweze kujengwa kwa kiwango cha lami, na nia ya serikali ya kuhakikisha eneo lile linaendelea kuimarisha uchumi wake liweze kutimia.